Wenzangu, wiki jana niliweza kuja kwenyu nikawaomba kwa ajili ya kuombea watoto, na ndio maana Bwana alituambia tufanye hivyo. Ukisoma katika kitabu cha Malaki 3 mstari ule wa 16, Biblia inasema kwamba ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, Bwana akasikiliza, akashuka na kitabu ili akashuka na kitabu cha kumbukumbu na kuyaandika mbele zake kwa ajili ya hao wamchao Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, hii jambo Mungu anasema kwamba wale ambao wanayesemezana kwa ajili ya jina lake, Mungu alishuka kwa ajili ya kuandika majina yao. Na mimi nawahimiza kwamba kwa ajili ya hii video utakayoipata, tumia mwenzako, mshirikishe mwenzako, ili tuje pamoja tuweze kusemezana kwa ajili ya watoto wetu. Wewe uliye karibu na majirani yako, unaweza mkasemezana kuhusu tabia za watoto wenu katika hiyo area mnayokaa. Na wale pia ambao wanashiriki katika kanisa moja, pia mnaweza kusemezana kwa ajili ya watoto wenu, mkachukua hatua kwa ajili ya kuombea watoto wetu. Maana kwa kweli tuko katika nyakati za mwisho ambao shetani yuko mbioni, na shetani ameweka makuhani wake, hao wasanii wakubwa na hao vijana wasiofanya kazi lakini wana pesa na ijulikani zinatoka wapi. Hao ndio makuhani wa shetani, wanakuja kubeba watoto wetu kuwaingiza katika njia potovu. Kwa hivyo wapendwa, hili jambo tuweze kulishirikisha Mungu, maana Biblia imesema wao ambao watakayesemezana kwa ajili ya kumcha Bwana, Mungu atashuka na kitabu kwa ajili ya kuandika majina yawe kumbukumbu mbele yake. Watoto wetu tunaomba wawe wa kumbukumbu katika uso wa Mungu, na Mungu akachague watumishi kupitia watoto hao. Na hao watumishi watachaguliwaje? Tusipoombea sisi wazazi, tusipowalea katika maadili mema, tusipowafundisha neno la Mungu, tusipowaonyesha njia ya kweli ya Mungu ambayo inayompendeza Mungu, ili wakaweze kujifundisha, ndipo Roho Mtakatifu akaweze kupata nafasi ya kuwatumia wakawe vyombo vinayetumika kwa ajili ya utukufu wake Mungu wetu. Ni asanteni kwa hayo, mbarikiwe. Amen.